kutokana na jitihada za serikali kuhakikisha miji inakuwa safi na kutoa maelekezo kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi kufanya usafi. Kaimu mkurugenzi wa manispaa Mtwara Mikindani amewataka wananchi kufanya usafi katika maeneo yao. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kufanya usafi katika kituo cha afya Likombe, kaimu mkurugenzi wa manispaa Mtwara Mikindani Gwakisa Mwasieba ameeleza namna walivyotekeleza maagizo hayo na kufanya usafi katika maeneo mbalimbali. Kila mwisho wa mwezi au juma la mwisho wa mwezi, Jumamosi ya mwisho wa mwezi ni kipindi cha usafi. Kama sisi kama halmashauri ya Mikindani manispaa huwa kila mara tunafanya usafi katika siku za mwisho wa mwezi. Kwa mwezi ulioisha, mwezi Juni, tulifanya katika sehemu ya makaburi ambapo yanaitwa makaburi Msafa. Pia kulikuwa na vichaka vingi, lakini wananchi wakajitolea pale na kufanya usafi. Lakini kwa leo tumeanza tena kuja kufanya usafi katika kituo chetu cha afya cha Likombe. Kama mnavyoona, wananchi wamejitolea hapa na watumishi wamekuja kufanya usafi eneo hili ambapo majani yalikuwa mengi. Lengo la kufanya usafi siku ya leo ni katika kuhamasisha wananchi kufanya usafi katika maeneo yao na kuona umuhimu wa kufanya usafi. Kwa maeneo yakiwa masafi, basi tunasaidia kuondoa changamoto mbalimbali ambazo zinatokana na magonjwa mbalimbali, aidha magonjwa ya kuambukiza au magonjwa mengine yasiyo kuambukiza, lakini pia kupunguza mazalia ya mbu na vichaka mbalimbali ambavyo vinaweza kufikisha wadudu wadogo kama nyoka. Kwa hiyo lengo kubwa sana ni kuhamasisha wananchi waweze kufanya usafi. Kwa hiyo hii shughuli tunaamini kila mwisho wa mwezi tutaendelea kufanya katika maeneo mbalimbali, ili kila sehemu basi wananchi wakiona na wao pia wajitokeze katika kufanya usafi sehemu zao, ikiwa pamoja na kuzibua mitaro ambayo inapita katika maeneo yao, lakini pia katika kufyeka kama ninavyofyeka siku ya leo. Kwa hiyo tunaamini leo tunaendelea katika usafi katika eneo la kituo cha afya Likombe, lakini wiki ya mwezi wa 8 tena mwisho wa mwezi tutafanya maeneo mengine pia ili kuonyesha umuhimu wa usafi katika manispaa. Aidha, Gwakisa ameongeza kuwa baadhi ya maeneo ambayo yamekuwa yakisumbuliwa na mafuriko kutokana na kuzibwa kwa mitaro ikiwemo maeneo ya Bomba la Bure tayari imefanywa usafi, huku akieleza kuwa ataendelea kufanya ukaguzi katika maeneo hayo ambapo amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki shughuli hizo. Kwa mwezi huu wananchi wamejitokeza sana na ni mwitikio mzuri sana, na kuna eneo moja ambalo linasumbua kwa kweli, eneo la mfereji wa Bomba la Bure. Pia wananchi leo wamejitokeza kufanya usafi eneo ambalo linahusika. Kwa wananchi wamejitokeza sana, na kama kaimu mkurugenzi nitapita kuona maeneo gani ambayo wananchi wamejitokeza, na nitatoa taarifa kwa katibu tawala kuonyesha kuwa maeneo mengi wamejitokeza kufanya usafi. Ombi langu kwa wananchi wa Mtwara wote waliojitokeza na wasiojitokeza, tuendelee kufanya usafi, lakini pia tudumishe usafi katika maeneo yetu. Tudumishe usafi kila mara, na pia tusitupe makopo ovyo. Makopo ni mengi sana ukipita kwenye mitaro. Naye kaimu mkuu wa kitengo cha taka ngumu na usafishaji manispaa ya Mtwara Mikindani, Angela Soko, amewataka wananchi kuwa na desturi ya kufanya usafi kwa hiari bila kushurutishwa. Leo tumekuja kufanya usafi katika kituo cha afya Likombe kwa sababu ndio kituo mama kwenye halmashauri yetu. Ni kituo ambacho kinahudumia watu wengi wa ndani na nje ya halmashauri yetu. Sababu kubwa ya kukichagua, kama nilivyotoka kusema, ni kituo mama, ila pia ni kituo ambacho kinahudumia mpaka watu wa nje ya halmashauri. Ila tunawahamasisha wananchi wote wa manispaa ya Mtwara Mikindani kuwa na utamaduni wa kufanya usafi mara kwa mara kwenye maeneo yao, na pia wakisikia Jumamosi za mwisho wa mwezi wajua kwamba ni Jumamosi ya usafi, na kuna maeneo ambayo yanateuliwa kufanyiwa usafi kama jumuiya. Hivyo tunaomba wao wanajitokeza, na pia wao wanafanya usafi katika mazingira yao ya makazi, taasisi zao za kazi, pamoja na maeneo yao ya biashara. Uitikio wa wananchi sio mbaya sana, ila pia kwa tulivyoona ni inategemea na maeneo ambayo tunayateua. Maeneo mengi ya umma kama hospitali, makaburi, tukiandaa maadhimisho haya huwa yanajitokeza watu sana. Kwa hiyo tunawahamasisha watu, eneo lolote ambalo tunaliteua ni eneo la umma, halina mwenyewe, kila mtu analitumia. Kwa hiyo tunawahamasisha wao wanajitokeza mara kwa mara endapo tunaandaa masomo. Kwa upande wake, diwani wa kata Likombe Saidi Salum Seifu ameeleza umuhimu wa zoezi hilo, huku akiwasihi wananchi kujitokeza kwa wingi kufanya usafi kila mwisho wa mwezi.
Katika tarehe zetu za mwezi za usafi, leo Manispaa Mtwara Mikindani tumekusanyika hapa tukiwa na wananchi wa kata ya Likombe kwa zoezi la kufanya usafi wa mazingira. Wapo baadhi ya mitaa mingine wamekusanyika kwenye maeneo yao, kata zingine pia wamekusanyika kwenye maeneo yao, lakini sisi Likombe leo tumeamua kukusanyika kwenye kituo cha afya Likombe tukiwa na mkurugenzi wa Manispaa Mtwara Mikindani. Ukiona watu wamekuja ujue kwamba maeneo hayako rafiki. Maeneo yalikuwa hayako vizuri, na katika mzunguko ule wa kufanya maeneo ya usafi, unajua tuna maeneo mengi sisi ya taasisi, tunazo shule, tunayo maeneo ya vitalu vya makaburi, lakini pia tunayo maeneo ya viwanja vya michezo. Kwa kikubwa leo tukaona kwamba zamu ya kufika hapa imetulazimu kwa sababu ya hali jinsi ilivyo, na tukufanya kuwa ya mwisho hapana, lakini tumefanya kuwa eneo ambalo tutalipitia kwa kila wakati utakaohitajika. Kwa wakati huu ndio ulihitajika. Hata hivyo, baadhi ya wananchi walijitokeza kufanya usafi wameeleza namna walivyofurahishwa na zoezi hilo, huku akitaka serikali kutoa elimu ya mazingira katika maeneo mbalimbali. Majina anaitwa Bakari Mohamed Bakari. Nashukuru sana kwa mjumuiko wa leo kuja kufanya usafi katika zahanati ya Likombe. Nashukuru sana viongozi wa manispaa kiongozwa na mkurugenzi wa Manispaa Mtwara mjini kuanzisha zoezi hili kuja hapa eneo la Likombe kuja kufanya usafi. Mwanzoni palikuwa ni pachafu sana kama mnavyoona, maeneo mengine ambayo bado hatujayafika palikuwa pana wadudu, lakini kwa hali hii tulianzia sasa hivi tunahisi wadudu tayari washaanza kukimbia kuelekea sehemu zingine, na naomba sana sehemu zingine zote ambazo ni chafu kwa upande wa wenzetu muweze kushiriki kama haya ambayo tumeanzia sisi leo. Nimefurahi sana kuja kushirikiana na watu wa kata ya Likombe katika kufanya usafi kwenye kituo cha afya, kwa sababu hii inatupa hamasa kwa watu wa kawaida na watu wafanyakazi. Leo nakuja kutoka Chuno, ni mbali kufika hapa kama kilomita 5 hivi kama sijakosea, lakini nimefarijika na mimi. Kuna siku nitafanya usafi katika kata yangu ya Chuno, nafikiri hata watu wa Likombe watakuja kushirikiana na sisi. Faida ni kubwa kwa sababu ukiacha nyasi nyingi katika eneo la kazi unakuwa na wizi, nyoka. Sasa kama leo pakifanyia usafi, nafikiri wizi, nyoka havitatokeza tena kwa wakati huu. Nimejisikia furaha watu wa manispaa kuja kufanya usafi eneo hili. Kwa hiyo tunategemea kwamba watoto wetu nao watapata huduma hapa hospitali, na pia tunafurahi taasisi zingine zikija siku zingine, na sisi pia kama wana jogging tumeona vizuri tukashirikiana na wenzetu kuja kufanya usafi. Tunafurahi sana majengo. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Ngao Media.